Hivi karibuni video hii imezunguka sana mtandaoni. Imeumiza vichwa wengi na kuwachachapia watu wengi na kuongea maneno mengi. Inaonyesha fuvu la Mtakatifu Agatha likirudishwa ndani ya busto yake. Lakini tukio hili lina maana gani? Mnamo tarehe 17 mwezi Agosti mwaka 2026 huko Catania, Sicily, kulifanyika tukio maalum la kurejesha reliki ya kichwa cha Mtakatifu Agatha. Reliki ndo hayo masalia, ambayo masalia ya Mtakatifu Agatha yalirudishwa katika sehemu yake ya awali ya ndani ya Busto Reliquario, ambao Busto Reliquario ndio hiyo ambayo mliona kama ni sanamu, lakini sio sanamu, ni kihifadhio cha masalia ambacho kinaitwa Busto Reliquario. Fuvu hilo lilikuwa limeondolewa kwa muda wakati wa kazi ya matengenezo ya hiyo Busto Reliquario iliyofanywa na wataalamu wa makumbusho ya Vatican. Baada ya kazi hizo, reliki iliwekwa tena ndani ya sehemu yake ya awali. Sasa swali la msingi ni hapa, kwa nini ni muhimu? Kwa nini kanisa linahifadhi haya masalia? Huo sio ushirikina? Au hiyo sio ibada ya sanamu? Wapendwa katika Kristo, si kwamba kanisa Katoliki linaabudu fuvu hili. Hapana, kanisa linamwabudu Mungu pekee. Haya ni masalia watakatifu, na masalia watakatifu yanaheshimiwa kwa sababu huyo ni mtu ambaye alikuwa ni shahidi wa Kristo, maisha yake ya imani na tumaini la ufufuko wa mwili. Unaweza ukaniuliza, hayo yote mnayafanya yana msingi gani katika maandiko matakatifu? Kwanza twende hivi kwa pamoja, twende taratibu. Wakatoliki, na hapa ni kwa ajili ya Wakatoliki peke yake. Kama sio Mkatoliki, endelea na mambo yako. Umekosea posti hii, umepoteza muda kuangalia hadi hapa. Kwa Wakatoliki, chanzo cha mafundisho sio Biblia peke yake, bali ni Biblia, mapokeo ya kanisa na mafundisho ya mababa wa kanisa. Anyway, kuhusu katika Biblia kwamba mafundisho haya yana msingi gani katika Biblia? Biblia yenyewe inaonyesha kwamba Mungu aliwahi kutenda miujiza kupitia mabaki ya watumishi wake. Rejea kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 13 aya 20 hadi aya 21. Mtu aliyegusa mifupa ya nabii Eliya alifufuka. Na pia katika Matendo ya Mitume sura ya 19 aya ya 11 hadi aya ya 12, watu waliponywa kupitia leso na nguo zilizokuwa zimetoka mwilini mwa Mtume Paulo. Ukipata muda, nenda kavisome vifungu hivyo, usivipuuzie wala kuvipotezea, ili kukuza zaidi imani yako. Kwa hiyo tukio hili sio swala la kuabudu mifupa, bali ni sehemu ya utamaduni wa imani ya kanisa katika kuheshimu masalia ya mashahidi wa Kristo. Kwa nini sasa Mtakatifu Agatha anaheshimiwa kiasi hiki? Basi mpendwa, ukitaka kupata historia yake kwa urefu na mateso yake, masalia yake na sababu ya kanisa Katoliki kuyaheshimu simulizi hii kwa urefu zaidi, ukihitaji kuijua historia yote ya Mtakatifu Agatha na ukweli wa masalia yake, nenda katika YouTube chaneli yetu ya Oscar Mkatoliki na tazama video hiyo kwa ukamilifu wake. Usiikose. Tusome neno la Mungu, tuishi mafundisho ya kanisa na tumshuhudie Kristo katika maisha yetu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.